Viongozi wa upinzani kwa siku ya pili mtawalia wamekita kambi katika kaunti ya Nakuru kushawishi wananchi kuunga mkono kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Viongozi hao wakieneza injili ya Rais Ruto kuhudumu kwa mhula mmoja pekee kwa sababu ya kuharibu taifa la Kenya na sekta mbalimbali zikiwemo za afya na elimu. Aidha, wamesema kamwe hawatakubali kura zao kuibiwa, kwani wako na imani watamshinda katika uchaguzi ujao. Taarifa hiyo nilikuandalia hapo awali. Kwa siku ya pili muungano wa upinzani umekita kambi katika kaunti ya Nakuru, lengo lao likiwa ni kuzungumza na wananchi katika eneo hilo kuwashawishi kuunga mkono katika mwaka wa 2027. Huyu gavana Keheka alisema ati Rigiji asikunje Nakuru. Rigiji yako nyumbani. Amefika hajafika. Huyu gavana atadu. Upinzani ukiweka wazi utayari wao kumng'oa Rais William Ruto mwaka wa 2027 mamlakani, wakisema kuwa hata kama kuna njama ya kuiba kura hawatakubali hilo kufanyika kamwe. Kwa hivyo tunasema sisi tutampiga risasi moja kwa debe. Wangapi wako tayari kupiga Ruto risasi moja kwa debe? Na wala ambao wanafikiri kwamba wataiba kura zetu, haitawezekana. Maana ile range ambayo tutaweka itakuwa kura mingi sana. Mimi naomba watu wetu tusipige tu kelele. Siku ya kura tujitokeze na tupige kura, maana itakuwa tunajikomboa sisi na watoto wetu. Mnanielewa watu wetu? Mnaelewa? Watu wameiba pesa yote, ndio hamuna pesa. Hiyo pesa wameweka ati watakuja hapa kutununua sisi. Pesa ikikuja hapa tukule pesa. Viongozi hao wakimsuta Rais Ruto kwa kuangusha sekta mbalimbali na kuzorotesha uchumi wa kitaifa tangu kuingia mamlakani na hata kukosesha taifa la Kenya heshima kwa kupeana vitambulisho kiholela. Ameua watoto wetu, ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameharibu uchumi, ameharibu biashara, ameuza mali yetu, ameuza Safaricom, ameuza Kenya Pipeline, ameuza Kenya Port Authority, ameuza watoto wetu huko Russia, ameuza passport. Huyu Kasongo ameuza kila kitu katika Jamhuri ya Kenya. Aende asiende? Katika ziara hiyo, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amewataka wananchi kuwapeleka nyumbani viongozi wote wa eneo hilo na ambao wanaunga mkono serikali ya Rais Ruto, akisema ni wasaliti wakubwa wa jamii mlimani. Mtu yote ambaye yako na Kasongo ni adui ya jamii yetu. Kweli ama uongo? Kwa hivyo wewe Lee Nyanjui, niliona ukilialia jana. Wewe uliamua kushikana na Kasongo kuumiza watu ya Nakuru, kuumiza jamii yetu. Wewe ukae na Kasongo mkiwa na Susan Keheka. Mtu yote yako na Kasongo, hatuna biashara na yeye. Tumekubaliana? Wangapi wanasema Lee Nyanjui ni msaliti? Hapa Nakuru wewe Lee Nyanjui, hakuna mtu atakuchagua. Siku watu wetu wanaumizwa na Kasongo, umekubali kuwa waziri yake muumiza watu wetu. Hata unajifanya wewe ni mjanja. Ati utakaa na Kasongo, ati dakika ya mwisho utoke kwa Kasongo ukuje hapa Nakuru. Mtakubali? Kutoka kaunti ya Nakuru sasa